Duru za habari kutoka nchini Iran zimeiambia televisheni ya CNN kuwa awamu ya pili ya mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Irani inatarajiwa kufanyika mjini Islamabad siku ya Jumatatu. Ingawa serikali ya Marekani bado haijathibitisha rasmi kufanyika kwa mazungumzo hayo, Rais wa Marekani Donald Trump amedai kuwa Tehran imekubali kuachana na mpango wake wa kurutubisha madini ya uranium kwa kiwango cha juu. Rais Trump ameelezea matumaini yake na kujiamini kuwa makubaliano kamili yanaweza kufikiwa hivi karibuni kati ya mataifa hayo mawili. CNN wameripoti taarifa hiyo na kuweka kichwa cha habari kilichosomeka duru ya pili ya mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Irani kupangwa kufanyika Jumatatu mjini Islamabad. Ripota wa CNN amedokeza taarifa hizo ambazo ameeleza kuwa ni za uhakika, huku Marekani pamoja na Irani wakiwa hawajathibitisha. Mpatanishi mkuu taifa la Pakistan likiongozwa na waziri mkuu wa taifa hilo Shahbaz Sharif bado vilevile halijatoa taarifa. Taarifa hizi za ndani zinajiri wakati ambapo leo siku ya Jumamosi Irani imetangaza kurejesha udhibiti mkali tena kwa mara nyingine katika mlango bahari wa Hormuz. Kamandi kuu ya jeshi la Irani imetangaza leo siku ya Jumatatu kuwa inarejesha tena utaratibu mkali wa udhibiti katika mlango bahari wa Hormuz. Hatua hii inabainisha uamuzi wa awali wa kufungua njia hiyo ya kimkakati ambao ulikuwa sehemu ya mazungumzo kati ya Tehran na Washington. Pakistani ambayo inatarajiwa kuratibu tena duru ya pili ya mazungumzo katika mpango wa kutafuta amani ya kudumu Mashariki ya Kati imekuwa ni taifa muhimu, na viongozi wake wameshiriki kikamilifu kuhakikisha kwamba amani na makubaliano yanafikiwa kati ya Marekani pamoja na Irani. Hivi karibuni ameshuhudiwa waziri mkuu wa taifa hilo Shahbaz Sharif akizuru mataifa matatu ya Mashariki ya Kati, akianzia na Saudi Arabia, baadaye alielekea Katari na hatimaye akaelekea Uturuki, ambako pia alishiriki katika jukwaa la kidiplomasia ambalo kando ya mkutano huo waliweza kujadili mpango wa kutafuta amani Mashariki ya Kati. Wakati Shahbaz Sharif akizuru Mashariki ya Kati katika upande wa mataifa hayo, ni mkuu wa majeshi Asim Munir amekuwa na ziara nchini Irani, ambapo sasa imechukua takriban siku tatu akifanya mazungumzo na viongozi mbalimbali wa taifa hilo katika kile kinachoelezwa kutafuta mustakabali wa kuelekea duru ya pili ya mazungumzo baina yao pamoja na Marekani. Mazungumzo haya yatafanyika katika duru nyingine ya pili jijini Islamabad nchini Pakistani, ambako Rais Donald Trump wa Marekani alidokeza kwamba huenda akasafiri kwa ajili ya kwenda kusaini makubaliano. Rais Trump pia alidokeza siku ya jana akieleza kwamba mahusiano kati ya Marekani na Irani yanazidi kuimarika na kwamba kwa sasa wana maelewano mazuri. Kipengele kimoja pekee cha urutubishaji wa nyuklia ndicho ambacho kinaonekana kuwa ni kigumu zaidi. Rais Trump akieleza kwamba karibu vipengele vingi vimefikiwa katika makubaliano na sasa wako katika mvutano wa kipengele kimoja kikuu. Moja ya kipengele vingine ambavyo pia vimeonekana kuwa na mvutano ni mzozo wa Israeli pamoja na Lebanoni. Israeli imekuwa ikipigana na kundi la Hezbollah, ambapo Marekani na Israeli wamekuwa wanaliita ni kundi la kigaidi. Kundi hilo pia limekuwa likiungwa mkono na Irani.